tumuone kabisa akiwa juu ya madhabahu akimsifu na kumtukuza Mungu. Hata mimi pia nimefuga hamu kwa namna, yani kwa namna yoyote ile lazima nisikose, kwa sababu ni watu ambao wamekuspired, yani wameathiri ndani ya moyo wangu. Sababu unajua mimi si kila mwimbaji tu namchukua kwenye moyo wangu na mbeba. Ninachagua sana kwa sababu ninaelewa waimbaji sasa ni wengi katika tasnia hii ya nyimbo za Injili. Waimbaji ni wengi sana, lakini mimi kumpokea mtu na nikamweka moyoni mwangu, yani napenda yani awe ni mtu ambaye ametulia vizuri na Mungu wake. Nataka nikauone huu wimbo na ngoja kwa mara ya kwanza ukimiminwa na kusifiwa pale ndani ya viwanja vya kanisa la TAG na ngoja. Lakini pia kwa mara ya kwanza nikamwona dadangu Martha Baraka na ule wimbo na maua. Dadangu Martha Baraka akikwambia kuna wimbo fulani anakuambia kidonge ni Yesu kama sikosei, huu wimbo fulani hivi. Yesu ni tiba. Yaani kama unaumwa, yani tiba ni Yesu peke yake. Mimi niseme kwamba msikilizaji popote pale anapotusikiliza, hebu basi afuge hamu vizuri. Alafu tuone ni namna gani ambavyo Mungu atakuja kumtokea. Lakini pia tutakuja kuwa nao ile Jumapili ya mwishoni. Tutakuwa nao humu studio watuambie mazuri mazuri wanayokutana nayo na changamoto wanazokutana nazo. Watakuja kutuambia kama kina Good Like Gospel. Tutakuja kumtwanga maswali hapa, na wewe msikilizaji utapata fursa pia kumuuliza maswali kwa kututumia katika social network ambazo tunaziweka hewani. Kwa mfano kama utaenda kwenye YouTube ukaandika Nuru Halisi na ukatupia comment zako pale, ukatuambia nini tukipunguza, nini tukiongeza. Lakini pia maswali yako ya kwa dada yangu Christina Shusho, Good Like Gospel, Martha Baraka, tupia maswali alafu tutakuja tuwaulize hapa. Na tutataja pia na jina lako kama utahitaji tukutaje jina lako pia. Ngoja hebu mtajie msikilizaji namba yetu aweze kutupata. Ya studio. Ni 0772102900. Hebu twende kule tushirikishane dondoo hizi za kongamano. Kwanza tunataka tuanze kule katika kongamano la Tanzania Assemblies of God pale Mbweni. Utuambie umekutana na kitu gani ambacho kimekubadilisha maisha yako, lakini ujumbe mbalimbali wa maneno ya Mungu kwa wiki 3 mfululizo zilizokuwa zimetumwa pale, lakini pia kwa njia ya uimbaji. Hebu tuambie ni nini hasa ulikutana nacho, lakini pia unamwambia msikilizaji nini kinachoendelea pale katika viwanja hivyo. Lakini pia afuge hamu siku ya tarehe 28 pale katika viwanja vya kanisa la Tanzania Assemblies of God Kariakoo. Pia nalo kutakuwa kuna neno la faraja, kuna neno la kubarikiwa, kuna neno la uponyaji pia. Mimi niseme kwamba wasikilizaji wote ambao mnatusikiliza sasa, kongamano bado linaendelea. Kesho tuko ndani. Tunaanza semina ya ndani siku 7. Kutoka hapo sasa naomba nikuulize swali kaka Joseph. Kongamano bado linaendelea. Tamati ya kongamano ni tarehe gani labda? Tarehe 25. Mwezi wa pili. Kwa hiyo tarehe 25 tunamaliza kongamano, tarehe 28 tunaingia Kariakoo. Sasa msikilizaji, ni mwaka yani hata nashindwa kuelezea jinsi ya utamu na vitu ambavyo vinavyokwenda kuendelea katika visiwa vya Zanzibar. Lakini pia nikwambie na nikushirikishe kitu kimoja. Leo katika kanisa la Tanzania Assemblies of God pale Kariakoo tumezindua mpango kazi wa miaka 5 ya uinjilishaji ndani ya visiwa hivi vya Zanzibar. Na mpango kazi wetu ambao tumeuzindua pale katika kanisa la Tanzania Assemblies of God ni tunataka katika kanisa ambalo kanisa letu la Tanzania Assemblies of God katika makanisa 10 bora Afrika, na kanisa letu litoke tutoe missionaries mbalimbali katika mataifa mbalimbali, kama tupeleke Kongo, tupeleke Burundi, tupeleke Rwanda, tupeleke hata Somalia wa missionary. Na mpango kazi wetu tayari tumeshauzindua. Lakini nipende nikutie moyo, kama utapenda kushiriki nasi kwa mambo mbalimbali katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, basi fika pale, fuata utaratibu, onana na mchungaji atakuloketi jinsi ya kufanya na jinsi ya kuchangia na jinsi pia ya kuweza kutoa mawazo yako na mtazamo wako, na kila kitu kinaheshimika pale. Safi kabisa. Mimi hiyo nimeipenda. Nimeipenda sana. Nafikiri Bishop Kaganga ana vision ya ajabu sana. Na maono ambayo kabisa si kila mtu anaweza kukopia. Maana huwezi amini. Kama iko hivyo, basi
basi Zanzibar nayo itashika. Tena kwa kukupa dondoo tu za haraka, mpango kazi umesheheni mambo mengi mazuri. Ni jukumu letu sisi wa sasa wahusika kuchukua hatua yetu, kuchukua nafasi yetu, kuishi kulingana na mpango kazi. Yaani kukajitoe sasa kikazi zaidi kwenda kwa sababu mpango kazi unatuelewesha tufanye nini, tuende wapi, tufanye nini, tuchukue nini ili kuwafikia watu na habari njema ya Yesu Kristo katika visiwa hivi vya Zanzibar, lakini na nje pia ya Zanzibar. Asante sana Mr. Christopher Martin. Nafikiri sasa wapenzi wasikilizaji wetu wanatusikia na namba yetu umeshawatajia 0772 012 900. Unaweza ukatupata, tuma huko ujumbe, alafu na sisi tutaupeperusha hewani. Kabisa. Tuko kabisa hapa kwa ajili ya kukusikiliza wewe ni nini unasema. Lakini leo pale Mbweni siku ya Jumapili ni siku ya ajabu sana. Watu wengi waga wanakuja. Walio na shida mbalimbali wanakuja. Kwa hiyo na wewe mpenzi msikilizaji, popote pale unaposikia, basi hebu tusogee pale kwa ajili ya kwenda kumtukuza Mungu na kuyaona mambo ambayo Mungu amekuwekea tayari kwa ajili ya wewe uje kuyapata. Siku ya leo. Siku ya leo Alfred Mtinda mchungaji wetu kutoka pale Kigoma anamalizia. Kwa hiyo anamaliza kwa kishindo na tunaanza kwa kishindo na mchungaji mmoja matata sana kutoka pale Uganda. Anatoka Uganda? Anatoka Uganda. My God. Johnson Kiza. Oh my God. Ni nafasi ya msikilizaji sasa kwenda kuchukua hatua. Johnson Kiza ni mhubiri mmoja maridadi sana ambaye mimi pia waga ananigusa sana kwa sababu kazi zake ninafurahia nikiziona na nikisikiliza mahubiri yake jinsi anavyokwenda. Anapiga vizuri na Mungu wa mbinguni anamtumia vizuri sana. Kwa hiyo nitumie muda huu kukualika, bado tunakuhitaji mtu wa Zanzibar, bado tunakuhitaji mtu wa Tanzania, bado tunakuhitaji mtu wa mahali popote pale unaposikiliza redio hii kabisa, ya kwamba Mungu bado anakuhitaji na Mungu bado hajawahi kamilisha kazi yake duniani. Kwa sababu ikikamilika kazi yake duniani, basi watu wote waondoke waende mbinguni. Na kama hajakamilika, basi tunahitajika sisi watu kuweza kusikia na kuweza kukiri na kuweza kuamini ya kwamba Yesu ni Bwana wa maisha yetu. Oh my God. Yesu ni Mwokozi wa maisha yetu. Tukimaliza Mbweni, tunahamia Kariakoo. Oh my God. Siku ngapi? Siku 5 tu. Siku 5 za matendo makuu ya Mungu. Yani ni hatari. Ni hatari. Christina Shushu atakuwepo pale. Magonjwa, mapepo, majini, nguvu za giza, kila rana zinakwenda kutoweka. Zinakwenda kutoweka kabisa. Kwenda kufutika kabisa. Yani na zitakuwa zinatengeneza historia mpya katika maisha. Nimefurahishwa na neno moja la mhubiri. Unajua mhubiri wetu pale amezoea lugha fulani yani lafzi yake kama Mchaga fulani. Oh my God. Anakwambia yani ushindwe fururizo. What do you mean by that? Yani sijakuelewa. Ushindwe fururizo, yani watu wanapenda kusema ushindwe. Ushindwe fururizo. Oh my God. Sana popote pale mpenzi msikilizaji ulipo, tutumie message yako kupitia 0772102900. Tutasoma ujumbe wako, tunausubiria hewani. Kuna watu wengine wanapiga. Kuna message nyingi hapa zimeshashuka hapa. Kuna message tele. Sasa na mimi nataka nizisome japo kidogo. Tusome alafu tuende tukamsikilize vizuri dada yetu Messi Mashika from Nairobi, Kenya kule, akituambia na ujumbe wake mzuri sana kutoka kwa wapenzi wasikilizaji wangu hapa wametuma message. Anasema pamoja sana by Shabani Lapwi. Kijana mchapakazi, nyota wa michezo. Mbali sana. Hongera sana. Mungu akubariki. Hebu endelea kutuma message zako hapa. Message ndefu sana ametuma ndugu yangu Shabani hapa. Lakini pia kuna message nyingine hapa. Message nyingine anasema nipo sanjari nanyi muda wote by Dilisudi. Hamna shida Dilisudi, tuko pamoja. Alafu mwingine anasema haraka hapa hapana, hii sio. Mwingine anasema Juma Mido nikiwa Nido high cause. Message nayo ndefu sana. Kaandika ina hamna shida. Hebu twende kumsikilize dada mmoja hapa matata sana. Messi Mashika all the way from Nairobi. Anakuambia nataka nifanane na wewe. Nataka nifanane na wewe Yesu. Ni ujumbe mzuri sana kutoka kwa dada yetu Messi Mashika all the way